Jeshi la ulinzi la Israel IDF limethibitisha kuharibu handaki la kijeshi lililotumiwa na wapiganaji wa Hamas kumteka Luten Hadar Goldin, tukio lililotokea takriban miaka 11 iliyopita wakati wa vita vya Gaza mwaka 2014. Hatua hii imekuja muda mfupi baada ya Hamas kurejesha mabaki ya mwili wa Goldin kwa Israel, hatua iliyofikiwa kupitia mazungumzo ya wapatanishi katika kipindi cha hivi karibuni. Mnamo tarehe 1 Agosti mwaka 2014, majira saa 3:05 asubuhi, kulikuwa na makubaliano ya muda ya kusimamisha mapigano kwa saa 72 ili kuruhusu misaada ya kibinadamu Gaza. Hata hivyo, hali ilibadilika ghafla baada ya wapiganaji wa Hamas kufungua mashambulizi ya kushtukiza. Walitokea kupitia handaki lililojengwa chini kwa chini katika eneo la Rafah, kusini mashariki mwa ukanda wa Gaza. Walivamia kikosi cha upelelezi cha brigedi ya Givat cha IDF kilichokuwa katika operesheni ya ufuatiliaji. Katika shambulizi hilo, askari 3 wa Israel waliuawa. Mwili wa Luten Hadar Goldin ulitekwa na kuingizwa kwenye handaki hilo, na kutoka hapo ukipotezwa kwa miaka mingi bila taarifa za uhakika juu ya mahali ulipo. Luten Hadar Goldin alikuwa kijana mwenye umri wa miaka 23 aliyehudumu kama afisa mwandamizi wa upelelezi katika brigedi ya Givati. Alijulikana na wenzake kama askari aliyejitolea, mwenye nidhamu na aliyeonyesha uongozi tangu akiwa mafunzoni. Kifo na kutoweka kwa mwili wake vilisababisha mijadala mikubwa ndani ya Israel kuhusu sera za kijeshi na kipaumbele cha kurejesha miili ya wanajeshi waliopotea. Handaki hilo halikuwa la kawaida. Uchunguzi wa IDF umeeleza kuwa lilikuwa sehemu ya mtandao mkubwa wa handaki nyingi zinazotumiwa na Hamas kwa kusafirisha wanajeshi wao bila kuonekana angani, kufanya mashambulizi ya kushtukiza dhidi ya vikosi vya Israel, kuhamisha silaha na vifaa, kujificha kutokana na mashambulizi ya anga. Kwa Hamas, handaki hizo zimekuwa moja ya mifumo yao muhimu ya kijeshi katika kukabiliana uwezo mkubwa wa kijeshi wa Israel. Baada ya mazungumzo yaliyowezesha kurejeshwa mabaki ya mwili wake, IDF ilianzisha operesheni maalum katika eneo la Rafah. Vikosi kutoka brigedi za Nahal viliongoza operesheni ya kulisaka handaki lenyewe ili kuliharibu kabisa. Kwa kutumia taarifa za kijasusi, picha za angani na ramani za zamani za miundombinu ya Hamas, kikosi hicho kilitambua lango kuu la handaki na kulilipua kwa makombora makubwa ya ardhini na mabomu ya ardhini. Operesheni hiyo ilielezwa kama kuhitimisha ukurasa mgumu na wenye maumivu katika historia ya jeshi. Kwa Israel, hatua hii ina maana ya kufunga simulizi linalohusiana na hasara ya kisaikolojia kwa wanajeshi wake, lakini kuonyesha kuwa hakuna tukio linalosaulika bila jibu. Lakini pia ni kutuma ujumbe mkali kwa Hamas kwamba miundombinu yao ya muda mrefu inaweza kufichuliwa hata baada ya miaka mingi. Kwa Hamas, tukio la kurejesha mwili na kuharibiwa kwa handaki linaweza kuhusishwa na mazungumzo ya kisiasa yanayoendelea, lakini shinikizo la kimataifa juu ya hali ya Gaza, lakini vile mahitaji ya kudhibiti uhusiano na wapatanishi wa kimataifa. Utekaji wa Luten Hadar Goldin ulikuwa moja ya matukio yaliyogusa hisia za wananchi wa Israel kwa miaka mingi. Kurejeshwa kwa mabaki yake na kuharibiwa kwa handaki alikopotelea kunachukuliwa na jeshi la Israel kama hatua ya kufunga sura ya maumivu kwa familia yake, jeshi na taifa kwa ujumla. Pamoja na hayo, tukio hili linaashiria tena ukubwa na ugumu wa mzozo wa Israel na Hamas, mzozo unaozidi kuendelea bila dalili ya mwisho wa haraka. Mtazamaji, kwa taarifa nyingi zaidi, basi usiache kusubscribe channel yetu, kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare. Mimi ni Victor Moshi.